Mungu awabariki sana. Nashukuru sana kwa sababu ya kila mmoja ambaye ako katika ibada hii ya siku ya leo. Najua kwamba Mungu ametenda mema na tayari ametenda mema, na Mungu anaenda kutubariki kwa njia kubwa sana. Kabla ya kuendelea, ningependa kushukuru sana familia yangu kwa sababu nimeona matendo ya Mungu katika maisha ya familia, na kwa sababu Mungu ametutendea mema. Niko na mke mmoja ambaye anaitwa Gaundensia Sisia. Mimi naitwa Bernard Kailemia. Niko na watoto wawili, Shalom and Cyrus. Nawapenda sana. Kila wakati wanakuanga source of encouragement. Na kila wakati napowafikiria nasema asante kwa sababu naona matendo ya Mungu katika maisha yao. Ningependa sana kushukuru sana watumishi wa Mungu, Pastors Reverend Chege na Catherine Chege. Nakumbuka vizuri nilikutana nao mara ya kwanza the year 2003, na kutoka wakati huo Mungu ametenda mema na amefanya makubwa sana kupitia mikono yao kwa sababu ya maisha yangu. Wakati niliingia hapa mara ya kwanza na nikakuta mchungaji katika madhabahu haya, nilikuwa convinced kabisa ya kwamba haya ndio madhabahu yangu, na nilikuja nikiwa kijana. Nilikuja nikiwa kijana mwembamba ambaye alikuwa anakuja afanya kazi siku chache hapa Rumuruti, alafu arudi nyumbani akafanya kazi nyingine. Bwana asifiwe. Na wakati huo nilikuwa naangalia sana kwa sababu for kama 6 weeks sikuona Pastor Catherine, na nilikuwa nachunguza sana, kwani mke wa mchungaji ni nani? Simuonangi. Na wakati mwingine atukai hapa, nilikuwa nakuja nafanya kazi narudi pale mahali kunaitwa kwa George Mwai pale Mutara. Sasa nilikuwa naangalia sana, naona watu wengi hapa, nashindwa bibi ya pastor ni gani? Bwana asifiwe. Na nikakaa more than 6 months bila kumuona. Baadaye nikamuona amekuja, na vile niliona amekuja akakaa karibu na yeye, nikajua ni yeye. Unajua mengine unachunguza tu, kuuliza inakuwa shinda. Bwana asifiwe. Wakati huo alikuwa amekaa nyumbani hiyo muda wote, nikakuja kugundua kwamba alikuwa na mtoto mdogo, na huyo mtoto mdogo alikuwa anaitwa Precious. Hiyo ndio siku alikuwa anafanywa dedication madhabahu, na siku hizi Precious mnamuona size yake, si ndio? Bwana asifiwe. Kuandamana na mtu katika hiyo miaka yote ni kumaanisha ya kwamba mnaelewana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nawashukuru sana, nimekuwa jinsi nilivyo kwa sababu yao. Kuna wakati nilikuwa naambia Mama Cyrus, namwambia kuna kipindi ambacho nilikuwa nakaa nasema ya kwamba nitaondoka Rumuruti. Every time nikitaja hiyo neno ama nikitaja hivyo katika familia, tukiongea na familia, that same the following Sunday pastor lazima ataje kitu ambacho kinahusu kuhama. Bwana asifiwe. Nasema ya kwamba unakuta katika mahubiri tu kitu kimekuja, amesema ya kwamba suluhisho si kuhama, ni kukaa mahali huko, Mungu atakuja. Imefanyika hivyo more than 4 times mpaka nikakuja kuona ya kwamba mambo ya kuhama nitaacha. Bwana asifiwe. Na mpaka sasa niko hapa, na washukuru sana kwa sababu pia kuniruhusu nikaweze kuwa katika madhabahu haya katika jina la Yesu Kristo. Wakati huo tulikuwa mahali pale, ilikuwa nyumba ambayo imejengwa na nyasi, lakini Roho wa Mungu alinielekeza akaniambia hapo ndio mahali ambapo destiny yako iko. Bwana asifiwe. Pia ningependa kuwashukuru sana kwa sababu kama niko hapa peke yangu hakuna jambo ningeweza kufanya huko mahali hapa, kwa sababu Mungu alikuelekeza. Sana wale ambao wamejiunga nasi mara ya kwanza siku ya leo, Mungu awabariki sana. Najua kwamba Mungu wa madhabahu haya atawabariki katika jina la Yesu Kristo. Nasema asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amesimama katika madhabahu haya. Hao wote kuanzia 1:30 walikuwa wanatengeneza njia ili nikaweze kupata mahali ya kupitia. Mungu awabariki sana.
na Mungu awatende mema katika jina la Yesu Kristo. Angalia saa, naona ni 3:05 kama iko sawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na muda mzuri sana wa neno la Mungu na ninajua kwamba mtabarikiwa. Bwana asifiwe. Ni wangapi wako tayari kwa sababu ya neno la Mungu? Uko tayari namna gani? Umejiandaa namna gani? Uko na Biblia? Uko na notebook? Bwana asifiwe. Na leo nataka kuongea kuhusu a topic ambayo tumesikia mara mingi, topic ambayo najua kwamba kila mmoja amesikia mahali, lakini kuna kitu ambacho huwa nasema ya kwamba neno la Mungu huwa linapata ufunuo kila wakati. Maandiko inasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba kama mambo yote ambayo Yesu Kristo alisema na akafundisha, kama yote angeandikwa katika mahali, hakungepatikana mahali ambapo ya kuandika. Bwana asifiwe. Hata maji ya bahari yangekuwa rangi ya kuandika, haingetosha kuandika. Kumaanisha ya kwamba Yesu Kristo aliongea mambo mengi sana, na yale ambayo yaliandikwa katika kitabu ambacho ni Biblia ni machache sana. Na katika hayo mambo machache Mungu akatupatia Roho Mtakatifu, na kila wakati unapofungua maandiko na kusoma, Roho wa Mungu anakufunulia mambo ambayo Yesu Kristo alikuwa anasema wakati huo. Anapanua na kufafanua vile ambavyo Yesu alikuwa anasema. Bwana asifiwe. Kila wakati unaposimama ama unaposikia neno, unajua ya kwamba imani yako inajengeka. Biblia inasema ya kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake. Mwanadamu hawezi akaishi kwa sababu ya mkate, bali anaishi kwa sababu ya kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana. Na hilo neno ndio linatoka saa hii katika kinywa cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Biblia pia inasema ya kwamba ni ngumu sana kumfurahisha Mungu kama hauna imani. Ni ngumu sana kumfurahisha Mungu kama hauna imani. Pia Biblia inasema ya kwamba imani uja kwa kusikia na kulisikia neno ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana. Bwana asifiwe. Na tunapofanya vile, tunakuwa strong in the spirit, in the mighty name of Jesus. Now, ningependa tukaweze kuongea kuhusu spiritual barriers. Spiritual barriers. Na vile ambavyo nitaleta ili neno ni kulingana na ufunuo ambao Mungu ameweka ndani yangu. Inawezekana ya kwamba yale ambayo unatarajia katika hiyo topic ya spiritual barriers sio yale ambayo nitanena, kwa sababu nitayanena kulingana na ufunuo ambao Mungu ameweka ndani yangu. Bwana asifiwe. Ningependa tuende katika maandiko, kitabu cha Isaia 10, neno ambalo litakuwa linaongoza mahubiri ambayo tunaendelea nayo saa hii katika jina la Yesu Kristo. Isaia 10 verse 27. Biblia inasema ya kwamba in that day their burden will be lifted from their shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fat. Hebu iweke na NIV. Oh, hiyo ni NIV. Yeah. There's another verse, New King James Version. King James Version. Biblia inasema ya kwamba it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from his shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kalibariki neno lako. Tunapoendelea kutafakari, tunaomba ufunuo wako ukae pamoja nasi. Pia tunaomba ufunuo wa Roho Mtakatifu ukawe na kila mmoja katika nyumba hii. Bwana asifiwe. Tunapotaja barriers ama tunapotaja kizuizi, tunajua ya kwamba ni kitu ambacho kinatuzuia. Kuna maneno mingi ambayo inatumika na vizuizi ambazo huwa zinatuzuia katika maisha yetu. Utasikia watu wakisema ya kwamba nimekutana na upinzani. Utasikia mtu akisema ya kwamba nimekutana na kisingiti. Utasikia ya kwamba mtu akisema ya kwamba nimekutana na upinzani.
kuna mambo mengi ama jina Mbanden iko na maneno mengi ambayo yanatumika, lakini yote yanasema Mbanden. Bwana asifiwe. Ningependa kusikia mmoja wetu akisema, akitafsiri Mbanden inamaanisha nini na ama jina Mbanden na mother tongue. Bwana asifiwe. Baba Mark, tukitaja Mbanden utahitaji aje na lugha yako ama mother tongue? Asante sana. Yes, ndani. Ukisikia Mbaria, unaisema aje na lugha yako? Mbaria. Murigo. Ya, asante. Nani mwingine ako na tafsiri tofauti ama maneno tofauti? Kaveria. Ukisikia Mbanden unasema nini? Murigo. Bwana asifiwe. Rakus, Mbanden, hiyo mother tongue. Asante sana. Iko na a lot of names. Iko na majina mingi kwa sababu mimi kwangu nitaita Kidhitaria. Kidhitaria. Ama Etilie. Ukikuta Etilie inakugonga unaanguka chini, yani Githuki. Githuki. Unaikuta ukiwa na kimbia na kugonga unaanguka. Bwana asifiwe. Every time katika maisha yetu kitu ambacho kinatutatiza sana ni vizuizi ama opposition katika wokovu. Bwana asifiwe. Na kila wakati ukiamka asubuhi, hakuna kitu kingine unaamka kufanya ni kuona vile ambavyo utapingana na kile ambacho kinakupinga. Bwana asifiwe. Na maisha yamejaa hali ya kupingwa. Katika barabara tunakuta kuna bumps, tunakuta mahali kwingine kumewekwa mbaria na polisi. Na polisi sio mbaria. Kile anakuanga ameweka pale ndio mbaria. Bwana asifiwe. Kila mahali unakuta ya kwamba kuna mahali kumefungwa na unaambiwa ya kwamba hautaingia. Bwana asifiwe. Kulingana na tafsiri ambazo niko nazo, ambaria is anything built or serving as a bar of passage. Yani ni chochote ambacho kimeundwa ama kinatumika kuzuia kupita. Bwana asifiwe. Tafsiri nyingine inasema ya kwamba anything that restrains or obstructs you to access a place. Kitu chochote ambacho kinakuzuia kufika mahali ambapo unataka. Bwana asifiwe. Tafsiri nyingine ni kwamba ni a limit or a boundary of any kind. A limit or a boundary. A limit ya kwamba usipite katika hii line, ama mpaka ya kwamba usipite katika hiyo mpaka, mahali uko ukae hapo na usisonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Another one is that things that oppose us from becoming what God intended us to be. Vitu ambazo zinatuzuia kufanyika kile ambacho Mungu alikusudia tukaweze kuwa. Kwa sababu every time ambapo unaingia katika nyumba ya Mungu ama wakati uliingia katika wokovu, kuna mpango ambao Mungu alikuwa nao kukuhusu, na kuna majukumu alikuwa anataka utekeleze, na pia kuna mahali ambapo alikuwa anataka ufike. Bwana asifiwe. Na sasa vile barriers huwa zinafanya ni kuhakikisha ya kwamba haujafika mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia ukaweze kufika. Bwana asifiwe. Na ndio kama mapenzi ya Mungu yatatendeka katika maisha yetu, ni vizuri tung'ang'ane sana kuona vile ambavyo tunaweza kupambana na barriers na tukaweza kupata breakthroughs katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. In the kingdom of God, everything goes forward. Katika ufalme wa Mungu ama tabia ya Mungu, anatarajia kila kitu kisonge mbele. Anatarajia utoke mahali moja uende mahali pengine. Sio tabia ya Mungu ukae mahali ambapo uko kwa miaka na miaka. Na kile ambacho kinafanya ukae mahali ambapo uko kwa miaka na miaka ni kwa sababu ya barriers ambazo zimewekwa na muovu shetani katika njia zako.
Bwana asifiwe. Na ni vizuri tujue ya kwamba every time mbaria itakuzuia ili usiwe kufanyika kile Mungu alikuwa amekusudia. Na tunaona ya kwamba every day, hata saa hii tumekuja kuabudu Mungu hapa ili akaweze kutuelekeza mahali ambapo alikuwa anataka tukafike. Na mimi najua ya kwamba wewe uko mahali hapa hata kufika katika ibada ya siku ya leo umevuka a lot of barriers. Asubuhi labda uliamuka ukakuta unapata socks moja ya kiatu. Na every day of the week zinakuanga zinaonekana. But in the Sunday morning socks moja ipatikani. Unakuta 4 pairs of socks. Certain black, white, red, hakuna ile inafanana na nyingine. Kisingiti ambacho kikuja asubuhi kukuzuia usikuja mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Wakati unataka kukuja katika nyumba ya Mungu kama siku ya leo, ndio unakuta ya kwamba yule mgeni ambaye ni very special kwako anakutembelea. Unakuta ya kwamba wiki nzima watu hata hakuna mtu amekupigia simu akusalimie, lakini in the Sunday morning na unahitajika kanisa saa 1:30, mtu amepiga simu na akona bonga point anataka muongee for hours. Bwana asifiwe sana. Visingiti ambazo zinazuia ufike mahali ambapo Mungu anataka. Bwana asifiwe. Katika familia kuna vurugu ambayo ni ya Sundays only. Every Sunday lazima kuwe na mgogoro aina fulani. Kwa sababu kuna kitu inatafuta ipatikani. Kuna mtu anasema ya kwamba wewe uliweka wapi? Wewe uliweka wapi? Na wewe kwa nini hukuweka wakati uliona hapo? Bwana asifiwe. Barriers ambazo zinazuia usikuje katika ibada. Bwana asifiwe. Wakati wowote unapotaka kuchukua hatua mbele, kuna force ambazo zinakuvuta nyuma. Ningependa kukuambia na kukutia moyo asubuhi ya leo. Kama hizo barriers unaziona katika maisha yako, it means you are going forward. A barrier cannot restrict a person who is standing. Kama umesimama, barrier asifanyi kazi kwako. Lakini ukiona kuna kizuizi ambacho kinakupinga, inamaanisha ya kwamba your movement is forward, ambaye ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na unapojua hivyo, hauogopi barriers. Vile unafanya ni kusonga mbele, ukijua ya kwamba kuna indicator ya kwamba kuna mahali ambapo unaenda. Na mahali ambapo unaenda ni mahali Mungu alikuwa anataka uende. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya barriers. Kwa sababu ninapoona any sign of barrier, I know there's God in me. I know that I am going somewhere. Bwana asifiwe sana. Katika tabia ya Mungu, Mungu anapenda watu waende kutoka hatua moja hadi nyingine. Bwana asifiwe. Hatua moja hadi nyingine. Na hivyo inafanyika tu ili Mungu akaweze kutukuzwa na ukaweze kuafikia malengo ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kuna some barriers ambazo zinakaa sio barriers sana. Ni kama tuseme for example, ili uweze kushika vizuri. Kuna bumps kwa barabara. Mimi ninakuanga dereva. Bwana asifiwe. Na kama kuna kitu huwa nachunga sana nikienda kwa barabara ni mgeni, ni bumps. Na zimefichika zingine hata sionekani. Bwana asifiwe sana. Even those ones are meant to restrict your speed. Bwana asifiwe. Kuna some bumps in your life, si kukuzuia kabisa, lakini zinaondoa ama zinapunguza speed ambayo ulikuwa unaelekea nayo katika destiny yako. Bwana asifiwe sana. Mambo kama magonjwa, unagonjeka for a few days, lakini unatoka hapa katika hii banda tuko siku ya leo. Kuna watu wamekuwa wagonjwa sana wiki ambayo in between the week, the Sunday and today. But today they are okay. Bwana asifiwe sana. Huyo mtu alipitia tu kwa bumps na akaweza kupata pande nyingine. Bwana asifiwe sana. Pia hizo si vitu ambazo zinapaswa zitondoe katika uwepo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Now, to go forward, lazima tu overtake barriers. Kumaanisha ya kwamba umekuta kizuizi, haimaanishi ya kwamba ukae mahali pale milele. Bwana asifiwe sana. And because the will of God is to go forward, you have to defeat that barrier in the mighty name of Jesus. Biblia inasema katika kitabu cha Ephesians 6 verse 12. 6 verse 12. Ephesians. Acha tusome. For we do not wrestle against the flesh
and blood, but against principalities, against powers. Bwana asifiwe sana. Against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Nimefika mwisho. Yes. Nataka tuanzie Mwanzo tena verse 12. Nataka tuone mambo kadhaa ama vitu kadhaa ambazo ni barriers katika hiyo verse. For we do not wrestle against flesh. Wacha tusimame hapo. Wakati unasikia kuresto, si wewe unaita aje na lugha yako ama unaielewa aje? Kiswahili sijui wrestling ni nini na Kiswahili, lakini utaelewa tu. Wakati tulikuwa vijana, tulikuwa tunafanya hiyo mchezo wa kuangushana. Na katika wrestling ampigani, lakini mnapima nguvu ya mmoja na mwingine. Na hata mnapoangalia katika TV, mnajua vile mchezo ya wrestling inakuanga. Kitu moja ya wrestling ni kwamba huyo mtu ama your opponent anapaswa akuangushe ama wewe umwangushe. Kitu ya pili, katika wrestling ukiangushwa, yule ambaye amekuangusha anakufinyilia chini. Hivyo ndivyo huwa naona. Na hata akikuangusha chini akuachili, yule ambaye anafanya hiyo anahesabu ni mara ngapi utakuwa umefinyiliwa pale chini ili ahesabu ikiwa kushinda. Bwana asifiwe sana. Ili aseme ya kwamba umeshinda. Na vile ambavyo kunafanyika hapa, Biblia inasema ya kwamba we wrestle against flesh. We don't wrestle against flesh and blood, but against the principalities. Bwana asifiwe sana. Against the principalities. Principality is a falme. Limi mengia ndani. Hizo tunasema kuhusu falme. Tunasema kuhusu falme. Falme zile tunaambiwa mahali pale ni falme za giza ambazo huwa zinafanya tusiende mbele. Na tunaelezwa vizuri ya kwamba tunapigana na falme ambazo zinatuzuia. Hiyo ni kwanza, tunapigana na falme. Ya pili inasema ya kwamba powers ama nguvu. Pia tunapigana na nguvu ama mamlaka. Hizo ni barriers. Pia tunapigana na rulers of the darkness, wakuu wa giza. Biblia inasema hivyo katika hiyo verse. Spiritual wickedness in the high places. Yaani majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. But I want to tell you that there is a hope. Kuna tumaini katika hayo yote. Katika hiyo verse kuna matumaini kwa sababu hatuwezi tukashindwa kulingana na maandiko vile ambavyo inasema. Na ningependa ili tukaweze kujua vizuri, tuende katika kitabu cha Matthew 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. Biblia inasema ya kwamba nami nakwambia wewe ndiye Petero, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Weka na Kisungu. And I also say to you that you are a Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hapa Yesu anasema ya kwamba the gates of hell shall not prevail in the church. Na kila wakati unaposikia kanisa limetajwa, kanisa sio mjengo. Wasomi wanasema ya kwamba jina kanisa inamaanisha ecclesia, which means to be called out. Wewe ambaye umeitwa ukatoka kwa pale kwa watu wengine ukakuja katika nyumba ya Mungu, wewe ndiye Biblia inarifaa kama kanisa.
Na Yesu alisema ya kwamba wakati alikuwa anaongea kuhusu Peter, alisema ya kwamba malango ya kuzimu haitakushinda. Na hata siku ya leo, kwa sababu kanisa ni wewe na mimi, tuko na hakikisho na tumehakikishiwa na Mungu ya kwamba malango ya kuzimu haitatushinda. Malango ya kuzimu ni gani? Ni yale tumesoma pale juu. Na pia hapa imesema gate. Kwa sababu mahali popote unasikia ya kwamba kuna gate, gate ni ya kuzuia usiingie mahali fulani. Na hata kila wakati ambapo tunaomba, unaweza kuwa unaomba milango ifunguke, lakini gate imefungana ama imefungika. Kwanza gate ndio inafunguka ili uingie katika milango ambayo unataka kuingia katika jina la Yesu Kristo. Haya yote ni vikwazo katika maisha. Bwana asifiwe. When Jesus spoke about the gates of hell, he was referring to us believers. Alikuwa anasema kuhusu sisi, mimi na wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa kukuambia asubuhi ya leo ya kwamba that barrier ambayo imekuzuia haitashinda, kwa sababu Mungu amekuhakikishia kwamba gates of hell shall not prevail. Bwana asifiwe. God has given us weapons in the church to overcome barriers. Mungu ametupatia silaha za kupigana na vizuizi vyetu. Bwana asifiwe. Nataka tuangalie mahali ambapo Mungu alidhihirisha wazi ya kwamba malango ya kuzimu hayawezi kushinda muumini ama wewe na mimi, katika kitabu cha Acts 12 verse 10. Haya nakuelezea ili ujue ya kwamba every barrier ambayo uko naye katika maisha yako lazima utashinda katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba when they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate. Sema iron gate. Gates are very strong. Kama vile ambavyo tunaambiwa hapa katika maandiko ya kwamba ni malango ya chuma. Hapa tunaongea kuhusu Peter wakati alikuwa ameshikwa na akawekwa gerezani na malaika wa Mungu ili akaweze kuperform the word that the gates of hell shall not prevail. Malaika wa Mungu akakuja because there are some gates ambazo zilikuwa zimefungia Peter, ambazo ni prison ama mahali ambapo alikuwa amefungiwa. Na ili Mungu adhibitishe neno lake ya kwamba hakuna malango ambayo yatashinda kanisa, aliachilia malaika akakuja kwa Peter akiwa gerezani. Na wakati alikuja kwa huyo malaika, alimwamrisha ahakikishe vile ambavyo Peter atatoka katika hiyo gereza. Na wakati alikuwa mahali pale, Biblia inasema ya kwamba Peter alikuwa amelala katikati ya askari wawili. Na maandiko hapo juu inasema ya kwamba katika ulinzi wa Peter ili asiweze kutoka gerezani, kulikuwa na vikundi vinne vya askari mara tatu. Kulikuwa na askari ambao walikuwa wamepangwa waine. Hapa Kenya huwa tunapanga wawili. Lakini enzi hizo walikuwa wamepangwa waine kulinda Peter. Na Biblia inasema hapo ya kwamba wakati wa usiku Peter alikuwa amelala katikati ya askari wawili, mmoja pande hii na mmoja pande hii, ili asiweze akatoroka. Hivyo ndivyo barrier inakuanga serious. Barriers are very serious. So we should also become serious. Bwana asifiwe. Ya kwamba maaskari wamejazwa katika hiyo nyumba kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ni Peter. Lakini tuendelee kusoma tuone vile ambavyo kulitendeka. They came to the iron gate that leads to the city, which to them of its own accord, and they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. Immediately the angel departed from him. Tunaona ya kwamba wakati huyu malaika amemtoa kwa jela, amemsindikiza mpaka kwa malango. Kwa sababu sio milango peke yake ambayo inahitajika kuvunjika katika maisha yake, pia kuna malango ambayo anamngojea. Na tunaona ya kwamba wakati malaika alielekeza huyu Peter na malango ya chuma ambayo tumeelezewa pale yakavunjika, malaika akamaliza kazi yake. Bwana asifiwe sana. Nataka kukuambia kwamba Mungu atamalizana na wewe mpaka ahakikishe ya kwamba malango ya chuma yamevunjika katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Malaika
ni spirits ambazo zinaamrishwa na Mungu kukutumikia wewe. Malaika huwa wanaamrishwa kukutumikia, especially wakati uko katika shinda. Na tunaona ya kwamba huyo malaika alihakikisha ya kwamba Peter ametoka katika huo ulinzi wa maskari, ametoka katika milango, ametoka katika malango ya mji. Na wakati aliona ya kwamba amemalisha mission yake, malaika akapotea. Bwana asifiwe sana. Ningependa kukuambia ya kwamba malaika wa Mungu ataondoka katika hiyo shinda. Ataondoka katika hiyo mambo ambayo unapitia, katika hiyo mbaria, unless mpaka wakati atamaliza mission ambayo ametumwa kwako na Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. The children of Israel, wakati walikuwa katika safari yao, there is a very great barrier ambayo ilikuja katika maisha yao. In the olden days, mambo mengi yalikuwa yanafanyika physically. Kwa sababu mambo yote ambayo walipitia walikuwa wanayapita wakiyaona. Kama ni gates walikuwa wanasiona real gates, sio spiritual gates. Na pale mwanzo nilisema ya kwamba we are discussing about spiritual barriers. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri wakielekea Israel, ama mahali ambapo wakielekea mahali ambapo walikuwa wameelekezwa na Mungu wafike, kuna a lot of barriers ambazo walikuta. Walikuta milima, wakakuta mito, wakakuta jua kali, wakakuta mahali ambapo hakuna maji ya kunywa. Walikuwa kila wakati wanakuta vikwazo. Na kile kikwazo kikubwa ambacho walikuta katika maisha yao, baada ya kupita mambo yote hata bahari ya Samu, ni walls of Jericho. In the Bible in the book of Joshua 6 verse 1. Baada ya kupita hizo barriers zote, baada ya kupita hizo vikwazo zote, na wanaangalia kuingia katika hatima yao, walikutana na gates of Jericho. The Bible says, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. Jericho ilikuwa completely and securely shut. Bwana asifiwe. Ilikuwa imefungwa vizuri sana na ilikuwa imewekwa security, wana wa Israeli wasiingie. Jericho haikuwa inafungwa kila wakati, kwa sababu kulikuwa na movements za watu wanatoka nje wanaingia ndani. Si ati ilikuwa imefungwa milele. Lakini kwa sababu walisikia fununu ya kwamba kuna wana wa Mungu wanakuja kumiliki sehemu zao, waliweza kufunga vizuri ili wasiweze kuingia. Nataka kukuambia kwamba hiyo destiny ambayo uko naye, hiyo prophecy ambayo uko naye, ambayo Mungu alikwambia ya kwamba utafika mahali fulani, na kuambia kwamba maadui wanasikia fununu. Bwana asifiwe sana. Wanasikia kwamba kuna mahali unaenda. Na wakisikia kwamba kuna mahali unaenda, what they do, they build very strong barriers. Very strong barriers. Ili usiweze kuingia mahali pale. Lakini kuna matumaini kwa Mungu, kwa sababu Mungu aliweza kuwapea instructions vile ambavyo watafanya, kama vile ambavyo tunapewa instructions saa hii, na kuta za Yeriko zikaweza kuanguka. Kulingana na vile ambavyo tumesoma katika haya maandiko yote, hakuna mahali ambapo tunaona ya kwamba mbaria ama kisuisi kimeshinda yule ambaye anaamini Mungu. Kwa hivyo ningependa kukuambia wewe ambaye unasikia ya kwamba unaweza kuondokea majukumu. Wewe unaona ya kwamba umechoka na hii kazi. Wewe ambaye unaona ya kwamba umechoka na hii familia. Shukuru Mungu kwa sababu unaona hivyo, kwa sababu unaenda mbele. Bwana asifiwe sana. Usichoke, kwa sababu unapofuata maagizo ya Mungu unaenda kupita katika jina la Yesu Kristo, na pia utaweza kumiliki mambo yote ambayo Mungu amekuahidia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na sasa ningependa tukaweze kuona jinsi ambavyo tunaweza kupigana, ama jinsi ambavyo maandiko yanasema kuhusu kupigana na barriers katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuende katika kitabu cha Ephesians 6 verse 14. Overcoming those barriers. Tumekuwa katika introduction ya kuona vile barriers zinafanya kazi, na vile siko very strong katika jina la Yesu Kristo. Ni mambo mengi ambayo unaweza kufanya ili ukaweze kufaulu katika vizuizi, lakini haya Mungu alinipatia ufunuo ya kwamba tuyazingatie kando na yale mengine tunayozingatia, ili akaweze kureinforce nguvu ambayo tuko nayo ya kushinda
katika jina la Yesu Kristo. Ephesians 6 verse 14. Stand therefore, having guarded your waist with the truth. Bwana asifiwe. Wacha tufikishe hapo. Ya kwamba simama ukiwa umeweka msipi wa imani wa ukweli, msipi wa ukweli katika kiuno chako. Hapa katika hii maandiko tutaelezewa jinsi ambavyo tunapaswa tuende kwa vita. Kwa sababu breaking barriers is a battle. Kuvunja barriers ni vita kali sana. Sasa Mungu anatuelekeza kupitia maandiko vile ambavyo tunapaswa tujihami ili tukaweze kuvuka katika ile ng'ambo nyingine. Vile ambavyo tunapaswa kujihami ili tukaweze kuingia katika Jericho katika jina la Kristo. Vile ambavyo tunapaswa tufanye ili tukaweze kupata breakthrough mahali ambapo hakuna njia katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba sasa kama wewe ambao unaenda kupigana ili ukaweze kupita katika hatima yako. Kitu ya kwanza maandiko inasema ya kwamba weka mshipi. Zamani katika vita wanaume ambao walikuwa wanaenda kwa vita walikuwa wanavaa nguo ndefu ambazo zilikuwa zinaitwa kanzo. Na akiwa na hiyo kanzo hakuwa anapata vizuri, angeweza kupigana vizuri bila kuipanga vizuri. Kwa sababu haijafungwa mahali popote. Now, maandiko yanasema ya kwamba funga mshipi ili uweze kufunga hizo nguo za vita vizuri, hata unapokimbia uwe hakuna nguo ambayo inakusumbua. Na hiyo mshipi ni ya ukweli. Kila wakati tunapaswa tuzingatie ukweli sana katika maandiko na katika maisha yetu. Ukweli. Wacha tutembee katika ukweli. Kila wakati unapotembea katika truth, unajua ya kwamba already uko na mshipi ambao umejiami naye ukienda kwa vita. Pale mwanzo niliwaambia ya kwamba after knowing the truth will set you free. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na huo ukweli ama mshipi wa ukweli, you will be set free from any barrier. You will be set free from any opposition. You will be set free from any battle. Bwana asifiwe sana. Haya tunaambiwa mbinu za kupigana katika vizuizi ambazo tumekuta katika njia zetu. Ya pili, tunaambiwa ya kwamba having put on the breastplate. Wakati huo siku ya vita, wakienda katika vita, kuna kitu ambacho walikuwa wanaweka katika kifua ili
Yesu alikuwa anasalimia watu na lugha moja ya kwamba peace be with you, because peace is a very strong weapon ambayo inatusaidia kupigana na pillars na barriers. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba katika miguu yako, jeshi wakati wanaenda katika vita hawavangi raba, au utawakuta na slippers kwa kichaka, au utawakuta ya kwamba wamevaa viatu ambavyo ni open. Wanavaa viatu ambavyo hata akikimbia haiwezi kutoka. Kiatu ambacho hata akikuta mashindano ama akute miiba haitaweza kumdhuru, aweze kukutwa na adui zake. Wanavaa viatu ambavyo ni very strong. Na sisi kama Wakristo tunapaswa tuvae viatu ambazo ni very strong, na hizo viatu ni za kueneza amani ya Bwana. Peace be with you. Katika hiyo hali ambayo unapitia, peace be with you. Katika mambo ambayo unafanya, peace be with you. Katika biashara zako, peace be with you. Kwa sababu without peace, nothing can happen in salvation. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba katika viatu, tuvae viatu ya kueneza injili ya amani. Tunaendelea kuvaa tu. Bwana asifiwe. Tumebakisha wapi? Tumevaa viatu. Mwanajeshi, umebakisha nini? Tumefunika kifua. Tumebakisha kichwa. Tuendelee mbele. Asante. Nimeona unafuata. Bwana asifiwe. Above all, take the shield of faith. Kabla tukuja kwa kichwa. Take the shield of faith. Shield. Ngao ni kitu ambacho kinazuia. Kuna wakati mmoja zamani sana niliona hiyo ngao ikiwa kwa babu yangu. Na wakati nilimuuliza ni ya kufanya nini, aliniambia ya kwamba ilikuwa imeundwa kitu ambacho ni na walikuwa wanaunda na mbao. Na hapa kuna mahali ya hando. So walikuwa wanaipeleka mbele, wanaishika ikiwa mbele in case kuwe kuna mshale ambao umerushwa bila yeye kuona, unakuja unakuta hiyo ngao. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ngao ni ya kukukinga kwa mishale ambayo imerushwa bila wewe kujua. Biblia inasema ya kwamba kuna mishale imejaa katika anga ambayo imerushwa na wachawi, imerushwa na watu ambao hawataki kukuona, imerushwa na maadui zako, inakaa ikielea angani na wakati wowote inaweza kukupata. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiwa umebeba ngao ya imani, umebeba ngao ya imani, shield of faith, mishale ambayo imerushwa bila wewe kuona haitakugusa kwa sababu umejizuia na hiyo ngao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika vita ama katika vita ya kupigana na barriers ambazo zinatupinga, kitu muhimu sana pia kuwa naye niyo ya kujizuia ambayo ni imani. Ni vizuri tuwe watu wa imani. Bwana asifiwe sana. Unabii unapotolewa kwako ya kwamba utakuwa mtu fulani, ni vizuri uwe na imani ya kwamba hayo mambo yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Mungu akikwambia ya kwamba gates of hell shall not prevail, it is better you believe it in Jesus name. Na uwe na imani ya kwamba kweli hakuna gates ambazo zitanishinda katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ngao ni muhimu sana ya kukuzuia kwa michale ambayo imerushwa bila wewe kuona. Bwana asifiwe. Tuendelee tuone hapo pengine. Tunaendelea kuvalishwa na Mungu jinsi ya kwenda katika vita. And take the helmet of salvation. Helmet of salvation. Helmet, ninapoongea kuhusu helmet, watu wengi wanajua maana yake. Tarakusi. Najua umuhimu ya helmet. Bwana asifiwe. Katika pikipiki na watu ambao kila wakati unapopanda pikipiki, hata abiria anapaswa na helmet, si ndio? Na dereva pia anapaswa na helmet. Na kuambia ukianguka katika hiyo lami, si unakumbuka? Ukianguka katika hiyo lami kama hauna helmet. Tarakusi anajua mambo sana. Ukianguka kwa lami bila helmet, hiyo manjera inakuwa mbaya sana. Most of the people ambao wanaanguka kwa lami bila helmet wanakuwa na internal bleeding ambayo inakuwa very serious. And most of them hawafiki hospitali. Kwa hivyo helmet is very important when you are going to war or you are breaking barriers. Helmet ni kitu ya maana sana. Kwa nini helmet? Hapo mwanzo niliwaambia kwamba many of the organs ambazo zinaoperate katika kifua ndizo zinashikilia mtu. There is another very important part of the body ambayo haitakangi kuguswa ovyo ovyo, kichwa. Bwana asifiwe. Si nani ambaye kugonga kichwa vizuri hapa? Kichwa.
Bwana asifiwe. Na wakati tulikuwa vijana tulikuwa tunacheza na kijana mwenzangu. Vijana ni Mungu anawasaidianga tu wakiwa wadogo. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunarusha mawe kidogo inarushwa, inapigishwa chini na inatoa sauti, inaguruma kama ndege. Si kama ulifanya hivyo wewe. Inapigishwa chini ili iende na speed. Na ili iweze kutoa ile sauti, unapaswa utumie nguvu yako yote, all of your energy, ili njiwe lako ligurume kuliko watoto wao wengine. Bwana asifiwe. Naye kuna kijana ako nyuma yangu, aoni niko mbele. Bwana asifiwe. Na anarusha hiyo mawe kabisa. Nilisikia kama ni bomu imeanguka kwa kichwa. Bwana asifiwe. Kichwa is a very dangerous part of the body. Haitakagi kugongwa hivyo. Bwana asifiwe. Na hata si kulia naji kwa sababu hata hakuna kusema nimegongwa, hakuna kuenda hospitali. Unaanguka hapo, unapepa hata unaanguka, unaamuka, unaanza kusonga. Sasa utaambia nani? Na mnachunga ng'ombe huko peke yenu. Bwana asifiwe. Kichwa si kizuri kugonga. Kichwa ina mlango sana, especially watu warefu kama mimi. Unapita kwa mlango, hiyo mlango naye hiyo jengo na ambazo zinahitajika. Nywele. Unaketi chini. Kichwa si kitu ya kugonga ovyo ovyo. Bwana asifiwe. Na vile ambavyo tunaeleza na hii maandiko hapa ni kwamba helmet important wakati tunaenda katika vita. Tukiona askari ambao wanapambana na watu ambao wanagoma. Mimi si askari lakini naonanga. Bwana asifiwe. Wale ambao wanakuja si wale ambao wamevaa kofia, ati iko na kiraoni hapa, kofia ya black, hapana. Wanakuja wamevaa kofia zingine, mawe inagonga, ina bounce, inaanguka pande ile nyingine. Bwana asifiwe. Na anajua anaenda kupigana na nini, kwa sababu mawe huwa inanyesha kila mahali. So hivyo ndivyo tunapaswa tuwe. Na hii helmet ambayo tunaongea kuhusu salvation. Salvation is very important. It is very important. Ndio tumekuwa tukifanya kama wazee this week, or fathers. Tulisema tusinjitange wazee. Sisi ni fathers. Wiki tumefanya kazi ya kuambia watu ya kwamba kuna wokovu. Tumefanya kazi kubwa kuambia mababa ya kwamba kwa kanisa kuna mababa wengine ambao unaweza kujiunga nao. Tumeongea na wao, tunawaambia kwamba kwa kanisa hakuna vikwazo ambazo huwa mnatorokea. Kwa sababu tunataka nini? Tunataka kuwavalisha helmet ambayo ni ya salvation. Bwana asifiwe. Ninashukuru sana kwa wale ambao wamechukua hiyo hatua ya kuambia a father there outside ya kwamba akuje katika wokovu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kumaanisha ya kwamba kama haujaokoka, na ndio kila wakati hata tukiomba. Mimi nimekuwa nikililia familia yetu sana. Kwa sababu nimekuwa peke yangu ambaye nimeokoka katika hiyo familia. Na wengine wote hawamjui Mungu. Na nikijua ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye ana salvation ambaye anaweza kuona ufalme wa Mungu, na waombea kwa uchungu sana. Bwana asifiwe. Wakati unaponena na nafsi ya mtu na huyo mtu anamkubali Yesu, ujue ya kwamba umesaidia mtu sana, kwa sababu vile fanya ni kufunika kichwa chake ili asiye akapata majeraha. Thank you. Umefunika kichwa chake ili asiweze kupata majeraha. Bwana asifiwe. Sasa tunapaswa tuvae the helmet of salvation and the sword of the spirit. Sitaki kwenda kwa spirit, tukae hapo kwa salvation. Hapo umevaa hiyo kofia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, niinulie mkono. Najua ya kwamba mahali hapa tuko, inawezekana bado huwa tunakuja kwa kanisa, lakini kuna wale ambao hawajaokoka kwa sababu tunajijua. Tafadhali ningependa kukuhubiria hii injili ya kwamba uokovu ni kitu ya maana sana, kwa sababu most of the barriers you are going through ambazo unakuta katika maisha yako zinakuweka a lot of majeraha. Bwana asifiwe. Zinakuweka majeraha mingi sana kwa sababu hauna kitu ya kufunika kichwa. Bwana asifiwe. Hakuna kitu chochote umevaa zile ambazo tumetaja mahali hapa, na unaona ya kwamba kila kitu kikikugonga kinakumaliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumeona ya kwamba helmet ni kitu ya maana sana. Sasa tumevaa helmet, tumefunika kifua,
tumevaa viatu na tuko na ngao ya kuzuia michale. Bwana asifiwe. Went to the next part. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Bwana asifiwe. Hizo tumetaja ngapi? Tumetaja miguu moja, tumetaja kifua, tumetaja ngao, tumetaja kichwa. Sasa hii ni ya tano. The Spirit and the sword of the Spirit. Sword of the Spirit. Bwana asifiwe. Sword. Sword is the most weapon used wakati wa vita. Wakati wa vita sword ndio inatumika sana. Na kila wakati ukiona mahali ambapo watu wanapigana, na sitaki watu wapigane, huyo mtu most likely utamuona ameweka kisu mahali hapa, utamuona amebeba silaha ambaye ni sword, na utamuona amebeba kitu ambacho atatumia kugonga nacho adui. Hizo vitu zote hine ambazo tumesoma pale juu ni za kukuzuia, kukukinga wewe katika mwili. Bwana asifiwe. Viatu inakukinga ili usije ukakanyanga vitu ambavyo vitakudhuru miguu. Hapa unakinga ili hapa kusiumie katika kifua. Ngao inakukinga. Bwana asifiwe. Helmet inakukinga. Lakini kuna kitu kimoja tu ambacho kinamaanisha sana katika vita. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ni sword. Sword vile huwa inafanya, ukiwa umeshika ngao ama kitu ya kuzuia na mkono hii, mkono huu mwingine huwa unashika upanga ambao unatumia kushambulia. Bwana asifiwe. Upanga ambao unatumia kupigana ama kushambulia. Nilikuwa naangalia basi naona kutoka mwanzo Mungu ameendelea kutueleza jinsi ya kujihami kwanza. Bwana asifiwe. Umejihami hivi kwamba kitu ambacho kinatoka pande ile kisikukwase ama kisikugonge. Lakini katika hii ya mwisho tunataka tuichukue kwa umaanani sana. Kwa sababu hata kama umejikinga, wende usimame katika maandui hivi, waanze kukurushia vitu wote, lazima hizo vitu zitakuumisha. Kwa hivyo lazima wewe pia uwe unasambulia. Bwana asifiwe. Hii tunaiona vizuri wakati Yesu alikuwa amefunga siku 40. Na wakati Shetani alikuja kumjaribu, alikuja akamwambia mambo ambayo anapaswa afanye ili Mungu akaweze kujitukuza. Kuna mashauri mingi ambapo alipia Yesu, kwa sababu alikuwa anatumia neno ambalo liko katika maandiko. Nashukuru Mungu kwa sababu Jesus ama Yesu alitumia silaha ambayo ni neno. Bwana asifiwe. Ningependa kukuambia kwamba hiyo Biblia ambayo umeshika wewe hauijui, Shetani ndiye anaijua. Labda ukiambiwa useme hata verse moja kwa Biblia utaweza. Lakini the devil knows that Bible in details. Bwana asifiwe sana. Anajua hiyo maandiko vizuri sana. Na unaona ya kwamba yote ambaye alikuwa anaambia Yesu, jiangushe utashikiliwa na malaika, fanya hivi, yote yako katika maandiko. Bwana asifiwe. Yesu alitumia nini katika hiyo vita ambayo Shetani alikuwa anataka kumwanguza? Hiyo mbaria ambayo ilikuwa Shetani ambaye ni mbaria ambaye alikuwa amekuja mbele ya Yesu kumwangusha. Yesu alitumia nini? Silaha. Alitumia silaha. Sasa hapa ndio shinda iko. Kwa sababu hii silaha ndio tumekataa kujua na tumekataa kuichukua. Bwana asifiwe. Utakuta ya kwamba hata mwili haujaifunika yote. Hauna helmet, haujafunika kifua, haujavaa viatu, pia hakuna neno unajua. Bwana asifiwe. Ni vizuri tutafute kujua neno. Hapo nitaongea pole pole. Ni vizuri tutafute kujua neno. Mambo ambayo yamekuja siku hizi yamechukua the whole part of our life. Facebook, WhatsApp na mambo yote ambayo ni ya media yametuondoa katika neno la Mungu. Na hii ni tahadhari. Kwa sababu ukiamka unakuta unatafuta watu ambao utajibu katika conversations katika simu. Hata uyaambia Mungu asante kwa sababu ya kukuamsha. Siku hizi sasa watu wanalala na simu, wengine wanailalia inavunjika. Kwa sababu unakaa naye unalala naye.
Bwana asifiwe. Hata hakuna wakati ya kuomba. Simu imekuwa ndio silaha ya kwamba you cannot sleep kama ufanye hivi uishike. Bwana asifiwe. Na hiyo imetuondoa katika neno la Mungu. Na barriers will be very strong for us kama hatuna silaha ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati ambapo watu walikuwa kila mmoja anabeba Biblia yake kwa kanisa. Nakumbuka wakati ambapo kila mtu alikuwa anashora mistari kwa maneno ambayo yamemtia moyo. Saa hii utakaa kwa simu iko kwa Biblia. Uko na more than 10 versions in that Bible, that phone. But ukiangalia hata saa hii naongea, hakuwezi kosa mtu ambaye anashati. Bwana asifiwe. Hakuwezi kosa mtu ambaye anapitia kwa Facebook. Bwana asifiwe. Hii ni tahadhari. Turudi kwa neno. Usipobeba hiyo silaha, hata mchungaji atapata nafasi ya kupumzika. Kwa sababu wewe haujavaa chochote, hauna sword. Sasa wewe unategemea mtu mwingine ambaye amevaa awe ndiye kinga yako. Kila wakati unakimbia, kila wakati. Vizuri tujiulize kwa nini haya yanatendeka. Wacha turudi kwa njia za Mungu za kusoma maandiko, memorize verses, kujua ya kwamba nitafanya nini haya yakikuja. Bwana asifiwe. Wakati Yesu alikutwa na shetani na akaanza kumwambia kwamba maandiko inasema unjiangusha katika hekalu juu, malaika watakushikilia, ilikuwa neno la Mungu. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa ameshikilia silaha very strong, neno alikuwa nalo kwa moyo, akamwambia kwamba pia hiyo maandiko inasema, ningependa kukuambia kwamba adui akikuja, ene mbali ikikwambia kwamba Mungu amesema, unapaswa ujue pia utaiambia nini Mungu amesema. Bwana asifiwe sana. Mbali ikisimama katika maisha yako, unaiambia ya kwamba Mungu amesema, no gates of hell shall prevail in my life. Ukikonjeka unamwambia ya kwamba kupitia kishapo na mijeledi ambayo Yesu alipigwa tulipata uponyaji. Bwana asifiwe sana. Shetani akikwambia kwamba utakufa, unamwambia ya kwamba maandiko imesema ya kwamba sitakufa bali nitaishi kutangaza wema wa Bwana. Lakini kama hatuna silaha, nakwambia ndugu zangu, dada zangu, tutaumia sana.